asifiwe. A man of substance. A person who produces results. I want to tell you something that producing results is very important, because men of results always do exploits. Bwana Yesu asifiwe. Allow me just to give you some points to mender, or to ponder, I mean. Just a few points to ponder. For us to produce results or to be fruitful, brethren, number one, we have to take risk. Praise the Lord. Amen. There is no results will just come. It is unless you take risk. And taking risk is not competition. It is going for it. Despite of the difficulties of the opposition, you go for it. Yes. Praise the Lord. Amen. That is what taking risk is all about. Getting started is not always easy. But if you are willing to take the risk and make a beginning, God has promised us that He will be with us. He will not forsake us. Brethren, I want to tell you, go there and take a risk. And present yourself. You don't wait for anybody to present you. The scripture says, present yourself as an approved servant who doesn't need to be ashamed. A person who knows how to handle the word of the Lord correctly. Bwana Yesu asifiwe. Present yourself. Mchungaji unaenda kuunjana huko anasema hata nilienda mkutano sikurecognizeiwa. Iya bana kazi ya kurecognizeiwa ni kazi ya kujitokeza na kujipendekeza na kujitoa. Ukitaka vinywa ya bana kazi apolote niwaambieni hii kazi si kazi ya mimi najua kinawa ndio wanasema yes we recognize the presence of but see yetu there is nobody will recognize you. You present yourself. Take risk and present kitogese. Yes. Sababu nani atachua sisi? Watatuchua tu kwa results. Bwana Yesu asifiwe. Hawatatuchua, sometimes they take us as if we are academic dwarfs. Nafikiria hapa tumekuja kufanya memory verses. Lakini tukaenda feel huko kuomba huko kwetu Marakwet kuna graduates wa hapa. And in fact moja ni aligraduate hapa, lakini bahati mbaya aliwawa kwa sababu being apologetic, standing for the truth, and he was killed. Kiptire. Daniel naitwa Dixon Benson Kiptire. A graduate. Hapa. Akaenda kuomba kama ni memory verses. Anaita nini? IBC wanapeana anga clearance ya memory verses. Yes, people can take you as if you are just mutu academic work, but I want to tell you, present yourself, take the risk, go for it. Ujionyeshe kama vile watu wa Kiwi wanavyosema, hebu simama jitokeze na usimame mbele ya watu. Au namna gani? Jitokeze na kujionyesha na kusimama mbele ya watu. Then as an approved servant of God, wacha kukunja mkia. Kwani tunaomba nani hewa? If it is citizenship, we are also citizens. Au dabadagani? Tunaomba nani hewa? Tunafinywa kwa kona kana kwamba ni watu walioingia wavamizi. Lakini Daniel hata ngawadi usafra foreigner, he presented himself. Au namna gani? Presented himself. So take risk. You may ask yourself, where do I begin? How do I begin? When do I begin? But I want to tell you, no one is an expert in something he or she has not done before. Baba moja, tunaambia taanzaji, wache kwenda huko. Chembe mara moja, au dabdagari. And in fact, that's why I liked when we were here tukasema tutoe hiyo kitu wanaitanga practice. At the pastor ameenda kwa practice, at the pastoral practice. But I say it is not, we don't practice. If a student preaches to a person and that person gets saved,
doesn't mean that tuko binguni atakuwa rejected kwa sababu because as even we are preaching. That person will not be rejected. That's why tulikataa tukasema let us call it time out. Au namna gani? There is time in and time out, and we are not rehearsing. We are doing it. We are not rehearsing. We are doing it. Don't go there and rehearse ati bado nashika network. Ati na bado nafanya mapping. Tembe chini mara moja. Au namna gani? Sasa kwenda kuuliza ati where, how can I start it? When do I start it? Wachana hiyo. Tembe mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Chana hii tabia hii unakuja wachungaji wengine anakaa kuto chini tu ati hata sikiro organize hiyo sikufanya nini. Kitogese ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. The female teacher, female pastors, I want to tell you, wacha kwenda kumangamangisha mwanamke. And in fact mwanamke yako ni yako as an identification ni ya jamii yako. It is not for the church. Wasema hapa mimi ni mwanamke tu. Kwa nani ameuliza mwanamke? Tunauliza service, tunauliza results. Hallelujah. Kitokese. Hata kama utabewa kubatiza kwa kanisa, panga. Kuna wachungaji wengine hapa hawana mpango. Wapanga naambia hapa mwalimu yangu hana mpango kuja batiza watu. Anakuja kubatiza. At the end of the day credit itakuwa ya nani? Sini yako. Kuna wengi na utafutia yeye bahasha mzuri. Yarudi tena haraka. Yeye bahasha mzuri. Wengine hapa hawana mpango. Basi yao tu atimiko kwa ministry na kumbe anaenda kuskolia wengine call. Wewe ni mwanamke, you cannot batiza, beana meza ya Bwana. Lakini kuna wengine hapa hao namna gani? Unaambia kuja na kuweka wakati unaambia kanisa msema mmebarikiwa, ndio basi tubariki mchungaji. Kuna ile ya kanisa na kuna ya kila mshiriki kubariki yeye. Kuku, mayai. Yes, aenda kabisa. Attention, hata wewe utaita utasikia tu katikati hiyo akikupigia wakati ile mayai na shuga kidogo. Na basa una mkutano mwingine utapata. Yes. But at the end of the day utasikia washiriki wakisema nini? Our pastor, she's a lady, but more than a lady. Because of the way you organize yourself, jinsi wewe unajipresent na unajiweka katika hiyo kazi. Results is not just something to be just you get it anyhowly. You have to take risk and go for it. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, believe in God and believe in yourself. I thank God because of Daniel. He believed in God and he believed in himself. That is why he said, I will not. You know that Daniel himself said, I will not defile myself with the food of the king. Praise the Lord. When he was given to be in charge, then he said, I will not corrupt. That is why, I don't know, is it fast? Which fast was that? It was in fast number 4. It says, and this the chief, then they couldn't define, yes, in verse 4 down there, Nasema, they couldn't define no corruption in him because he was trustworthy, neither corrupt or negligent. Finally, this man said, we will never find any basis for charges against him. So, kwa nini? You know the reason why? This man believed in God and believed in himself. He said to himself, I will not allow myself to be corrupt. It is so funny in this nation that my brother chairman, the so-called elites of these nations and the so-called Christians are the most corrupt people. Olala machor, koban. Olala machor, kachang. Daniel purposed this in his mind. Are you getting the point? Yeah. It is you. It is not God to decide for you not to be corrupt, not to be negligent. It is you to make a decision and say, I will not corrupt myself. Bwana Yesu asifiwe. Believe in God and believe in yourself. Bwana Yesu asifiwe. Because if you don't believe in yourself, who believes in you? Nobody.
So ukiamini. Alisema kila mtu sema ukiamini bwana. If you don't trust in yourself, who will trust in you? That's why Jesus akaambia wanafunzi unakumbuka tata parable ya yenye alipeana pesa kidogo, alafu kulikuwa na Scrooge kind of a servant. Then Jesus akaambia, if you cannot be trusted with somebody's money, who will trust you for yours? If you cannot be trusted with small things, who will trust you with greater things? Anakuja kaa namna gani? Nilikuwa nawaambieni mimi nilisukuma but the last hii nini mwalimu yangu hii last tu hii tami ya si tami ndio mimi nikachaguliwa kwa local church kwa secretary, nikaenda TCC nikachaguliwa kuwa chairman wa DCC for the first time in my life, and I've served now it is about 37 years in the ministry for the first time. And then now wakakucha the same time wakachakua mimi kuwa chairman wa region, the same time nimechakuliwa pia kuwa askofu. So wale wapambana huko wapi sasa? The same time, just the one time, ndugu waziri, one time, and in the same time nikapewa honorarial, the same time nimepewa state commendation, the same time. What am I saying? Believe in God and believe in yourself. Amen. Don't allow anything or anybody to distract you. Bwana Yesu asifiwe. Amini ya kwamba God's time is the best. Wacha kwenda kupambana huko na kwenda kufieka. Tunaanza kuunga mchama. Tena, mind your own business. Preach the gospel. As I said, life is personal. Bwana Yesu asifiwe. So I said, believe in God and believe in yourself. Brethren, it is easy to talk about doing things and fulfilling goals for yourself. But simply talking about goals does not achieve anything. Believe in yourself and in the Lord. Then act on the basis of your beliefs. You cannot live beyond what you believe. And you cannot produce beyond what you believe. And in fact, your production is measured by your beliefs. Kama wewe naamini vitu ndogo ndogo ndio unapata. Au nafadhali? Watu jambo kike nemetibe. Hii ndogo taalamu kidogo si mbaya kidogo. If you believe ndogo, if you believe that, and Jesus proved it very clearly. It is not my words. Jesus says when we have a small faith, like a touch seed of small seed, mustard seed, that small mustard seed, that kind of a faith can move mountains. Don't despise small beginnings. Bwana Yesu asifiwe. Believe God and believe in yourself. Wengine hapa wachiamini. Kama kuna vitu bigi ile mimi sipendi. Sitaki kutangisha kumangisha upumbavu yangu, na sitaki kumangisha umaskini. Vitu mbili. Hata tangisha upumbavu atu mimi sijui. Mimi najua hata kile sijui. Sababu si mimi niko na control Mungu wangu. Kwa vile sijui. Najua. Mimi najua mpaka mbinguni. At the time I took my wife, nikachukua bibi wangu alikuwa na shida na tumbo. And then I took her to what they call radiology. It ingine wana not radiology. And ultrasound. Yes. Mtaba amechua naitwa ultrasound. Sasa nikaenda, alafu the doctor yule jamaa technician huyo ya alisomea radiology akanichukua kwa sasa kwa ile screen. Akasema kuchaona tumbo ya mama. So mimi nikaona tumbo ya mama, kasungusha hiyo kitu, kasungusha. Mama ako kwa room yake huko amelaliswa chini flat. Sasa kasungusha akasema ona. Akasema mama hana chochote, ni labda tu ni alikimbia mahali kidogo au alipasua kuni ndio nataka tu apewa rugo nyingi.
hii matumbo hii ikae vizuri, kumbe nakangana alibariki ndio hii matumbo ikae vizuri. Then mimi nikaambia the doctor, I thank God that each and every person has a feel of excellence, and I tell the doctor straight away there, nikaambia daktari, also you, I thank God because when I'm here, I'm your slave. But when you come to the church, you are my slave. And when I tell you there is hell and there is heaven, believe in me because I'm not lying. It is the same way as you are telling me in this screen, that is the matumbo ya mke wangu. Nani ajui nini? Yesu asifiwe. Believe in God and believe in yourself. Allow me just to mention one and then I'll finish. Be industrious. Be industrious. For us to bear fruits, brethren, it will not have to come, as I have said. Be very industrious. The scripture says in 1 Thessalonians, chapter number 4, verses 11 and 12, make it your ambition to lead a quiet life. In other words, don't be arrogant. Don't be somebody who is a troublesome. Lead a quiet life. But, I like the contrast. But, mind your own business. Work with your own hands. As a result, you will win the respect of others. I want to tell you, pastors, you will not just be respected because of being idle. The Bible says, make it your ambition to lead a quiet life. Mind your own business. Work with your own hands. As a result, you will be respected. Our profession has been ridiculed for a long time. We have to come out of the box and be very industrious. Kwa kazi yetu kanisani, kwa kila kazi ile tunafanya. I like and I thank God because of some young men. When we read from history, there is a man by the name T.L. Moody. T.L. Moody, you all know in church history, T.L. Moody. T.L. Moody, though life did not give him a promising start. He was one of the 9 children born in a Unitarian family in USA. His father died when he was just 4 years old. Then the family was struggling with finance problems, and then with little schooling. This man, with little schooling, Moody left home when he was just 17 years, and then he went to work at his uncle's shoe shop. His uncle's shoe shop. But I thank God, at last, this man with small, little knowledge, little education, and a very unpromising background. When I thank humble. But I like the humble. And the strong family that have been raised to. Humble is the best thing. Because we are all an outcome of humble beginnings. Small, tiny cell. A tiny cell. Wenye hata kama sili kidogo usanya ingekufa kwa njiani. That tiny, we are an outcome of that. That humble. Then this man, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wengine watashika network. This tiny man, and then from this humble background, little schooling, in his last years, Moody established 2 schools and a regular summer Bible conference. And then he is the founder of the Moody Bible Institute. Why, Mr. Principal? Because this person was very industrious. He did not allow the background to dictate his future. Bwana Yesu asifiwe. He did not allow the little knowledge that he has to distract him, not to pursue. At the end of the day, he was a founder, of which it is one of the universities today. Another man is Spurgeon. Spurgeon. This man Spurgeon, born in 1884, as a young man of 21, gained fame for his directness in leadership and preaching. He injected his playful humor, common sense, and faithfulness in his ministry. He built up a congregation of over 6,000
100,000 people in the Baptist church in London. A young man of 21 years. It is not a matter of age. Bwana Yesu asifiwe. It's not a matter of age. It's a matter of results. Wengine hapa wanakuja sema, wewe kijana hujachua kitu. Nasema hata ati wewe ustahili kuongelesha na mama. Wewe uchui kitu. Na wao walikuwa nani aliwapatia orientation? Wanataka tuchui kitu. Unaambia ati unakuta hapo washirika wanasema huyu pato ni kijana achui kitu. Na wewe nani alipatia orientation? Achui kitu ati huyu msichana acholewa sasa hawezi ongelesha na mama kwa sababu kwani kuchua mwanaume ndio kuchua. Sasa nyenga kabisa. Kwani kuchua mwanaume ndio kuchua. Hata yeye sina neema na ile perfection ya Mungu ndio. Kwani kuchua Mungu ndio experience. Unachua ni kitu ya maana sana. Kuchua mtu. Kuchui kitu. Ndugu zangu nataka waambieni, in anything we do, it doesn't matter. Academic background doesn't matter. What matters is how we are industrious enough, we work very hard, we engage ourselves to whatever we do wholeheartedly, and I tell you, you will win the respect of others. Number 2, the scripture says, you will not, get it very right, you will not depend on anybody. Not depend on person. Watu ambao anategemea mtu, tegemea washiriki. Washiriki. Mpaka ukikohoa kwa kanisa, ukihubiri injili nyingine ile na kwa kali kidogo, unasema ngoja kongerinye basta ngoma tena. Matunyori ngori yetu. Kwenda kabisa. Mtegemea cha nduguyo over maskini. And I want to tell you, brethren, we don't want to be rich. We are rich. I got to the point. That is why I'm because I'm rich. I'm serving a God of everything, of all monies, of everything. And I tell you this because I was permanent and pensionable. I was. Nilipowacha kazi, wengine wakasema, sasa wewe unawacha kazi, utakuja alafu kwa lugha ya mara kwetu kwa lenyo itungini. Sataka toa ndugu toa dada hii mapeni ya kanisa. But I want to tell you, we worked very hard, we organized ourselves, we planned. Tena tukaambiana na mama ya kwamba tusihusishe wengine shughuli yetu, hata kuita mtu kwa watoto wetu hivurji tusihusishe kanisa. Naambia kanisa utarati mtakola kwa tatu mtoto anataka shule. No, tukasema hawezi gani. And then we set some goals. We said landing ground our children is degree. Then after they have learned, then they can pick from there. Waona kama wanaenda masters au wanaenda wapi au wakufia hapo. Upon them. But our set goal is every child aende na kiwanja ndege ni nini? Ni degree. But I want to tell you, watoto wetu wote walipitia through parallel. Hata wengine, sisi watoto wetu si werevu sana, but we thank God we do not make any obligation. Werevu sana ni vitu. Kwanza wakiwa wadogo ni wachinga sana. But we thank God as they grow, wanakuwa sharp. As they grow, wanakuwa sharp. But I tell you, hata wengine na answer certificate, na answer diploma, but at the end of the day, wote wameangukia, wameweza kuland in that field. Na tutaitisha harambee. Let's usisha mtu bwana, ni aibu sana basta. And do you know that from the book of always it is said that text belongs to widows, but it is a principle that cuts across. That if anyone does not provide for his own, especially for his own family, that person has denied the faith, and that person is worse. Even an unbeliever is better. Tena pastor ambao una neglect watoto wako. Tuliona Daniel, he was responsible not only to kwa kazi, responsible kwanza hata kwake. Simewa pure. Mchungaji sikisa na bana salia watu. Salia kanisa watoto. Wale kanisa walihusika mliposa. Bana salia baki ndio unakwanga chief, unaambia chief nini? Wacha. Pambana.
Biblia inasema learn from the parts of the air. Au namna gani? Let me ask you, mnawaambia ni maneno yangu sio mzuri. Mimi nataka kuuliza nyinyi, ndege wa angani wanaumana kwanza au wanachenga kiota kwanza? Wanachenga kiota kwanza. Alafu kwa sanganga gani na watu? Watu hapa nasema nilipata kwa bahati mbaya. Tulikuwa naongea na chairman hapo, watu wengine hata hapa wasomi. Hii mimba nilipata kwa bahati mbaya, isitane hapo. Naambia wasichana chusi, wachana upumbavu yenu. Watu wakirwagina, I want to tell you, Chief, do you know that teenage pregnancy, none of them, in all over, none. There was no pastor, no parent, no chief, no teacher reported that there is a wrong practice around here in the OP. Kuna kuonyesha ni consent. Watu walikubaliana. Wakistaki siwasema huko nini yako. Hapa upusi hapa. So basta, mind your own business. Are you getting the point? Wacha kusalia kanisa watu. Salia raia. Pepana. Na raia yako. Kama chief angekuja hapo, muusike. Sungeita na Harambee siku ile. Nakubalika kweli? Nakubaliki? Na mbona sasa unahusisha watu? Pastor, mind your own business. Are you getting the point? People like Spurgeon, people like Moody, they were very industrious people. They worked very hard. At the end of the day, results ilionekana. Bwana Yesu asifiwe. Na si walikula kwa penye walifanyia. Si hata Yesu akasema wale wanahubiri injili wanaponea hiyo injili. Na kama wewe unahubiria watu 5, watatoa sadaka ngapi? Mimi najua hata hapa Kapsabet Bible College iko shida kubwa sana. Always tulikuwa na watu na chapa na hii sadaka ilikuwa na chai kwa ile mfuko. Lakini hapa leo mtapata tu masumuni na kwa sababu the lesser the people, the lesser the income. Hello, church. Hello. I tell you. Muslimu nilipewa last year about 2018 or 2018. Nikapewa kwa askofu. Nikakuja AIC 10 kwa wale wanatoka Elgeyo Marakwet. I told the church we want to build a church of 20 million in 1 year, 365 days. And we did it. Bila Harambee. Unaenda kuuliza mtu Harambee, mtu mwenye anaabudu, unaenda kuita chama na tukuja tujengee kanisa. Kuna kanisa yako. Sisi wengine wajua mambo ya worship is personal. Wamenjeti kukurto ya Harambee, wamenjeti kila boy sejun. Abkachi boy nko tibaldai kwa mote kwa menjeti ngolibagati moyo. And we did it. Na sio kwamba washirika walitoka mahali wapi. It is because as a pastor I should be a performer, I should direct, I should be industrious enough to take the church na kufanya kazi yote kanisa. I think tulipokuwa ofisi hapo sahi kuna program inaendelea kwa kanisa. Kuna mtu somebody ambaye anakuja kulisha kufundisha watu wa praise and worship. Then I was telling him waambie wachunge nguo watu wote are there worshiping God. So wachunga pana display. Yani praise and worship huko kwa pulpit sio mahali pa ati unanunua nguo mpya unataka kuja mulikia washiriki nguo mpya na kusungusha ndio ionekane ni mpya. Hapana. We mean business. Au namna gani? And we are worshiping God. So I want to tell you pastors, let us be very industrious. Amen. Yes, brethren, we should be aggressive and sharp and have eagerness in whatever we are doing. If you know that your activities is for the glory of God and God has enabled you to be alive and healthy, there is no point of not getting excited about what you are doing. You don't wait to be pushed. Don't push yourself, but have a push within you. Have something that propels you. You want to do it. Bwana Yesu asifiwe. At the end of the day, results will be realized. And when results have been realized, then respect inatokea. Au namna gani? When respect imetokea, then you'll be self-reliant. Mahali popote, mimi nilipewa na serikali ya Kenya kitu inaitwa passport. Niko na passport yangu. Nikiingia tu kila ofisi,
Na hata part of it hapa. Nikiingia kwa ofisi tu natoa passport yangu naonyesha na hivi. Oh, anasema okay, thank you, ingia. Sibiti mtu. Asi ya kupita watu. Mchitokezi. Sema watu au namna gani? Na kukionyesha umekubaliwa na Mungu na uwe mtu wa kufanya kazi hiyo. When results imetokea, I tell you, results. Hata mashule yenye wanatoa results, respect ya mwalimu iko au hakuna? Iko. Yes. And a church yenye iko na results, respect hakuna au hakuna? Na mfanyakazi mwenye ametoa results, so kuna heshima. Ngana hapa unataka kuheshimiwa bure. Mpaka ukepri unkirwagini. Heta laya kirwagini. Moja! Hakuna. Utabatilisha hiyo kenye kuumini corruption taka mingi. Nera wangu. Utakuta mwingine mwabamba kuipolisi ule. Lakini kwake standard ya location yake au sub location yake iko juu. Utakuta just respected. Au namna gani? This message is not only for the pastor. Au namna gani? It is all about. Hata wewe mama, usikupego ni ngele ni mafia. Akienda hata kwa mamiki ni utakalisha nani atakuja kuna utakuta tu hata mama mwingine sura mbaya, lakini kwa sababu hapo na results anaambiwa tu je, anakopatia ruta kopatia ruta hii wacha nyoni ngile yang pachun kinga gala tun matinya gala tun kalau ya sige guru acha kibi martati unafikiria unaheshimiwa kwa sababu ya nyama, unaheshimiwa na results. Amen, tubarikiwe. Tushukuru tena mnenaji wetu.